Inga ya KTN. Na takriban watu 5,000 kutoka kijiji cha Kuruwitu maeneo ya Shariani kaunti ya Kilifi wanahofia kufurushwa kwenye ardhi wanayodai ni ya babu zao. Hii ni baada ya mwekezaji kutoa ilani ya shughuli ya usorovea wa kipande cha ardhi cha ekari 100. Na kama anavyoripoti mwanahabari Tobias Chanji, familia hizo zimeapa kutokubali zoezi hilo kufanyika. Hawa ni baadhi ya wakazi wa Kuruwitu wakiwa wamezama kwenye mawazo chini ya mti huu wasifahamu mustakabali wao. Ardhi walioita nyumbani kwa miaka mingi. Tumekuwa na mzozo wa ardhi hapa kwa takriban miaka 10 sasa. Na kuna wenyewe ambao walijitokeza. Hii area inaishi watu karibu 10,000 na sasa watu wakivunjiwa wataenda wapi? Tutaenda wapi kufikia sasa? Maisha yenyewe ni hayo magumu. Sasa hata siwezi enda hata safari ya mbali kwa sababu ya kwenda angalia kazi, sababu naona nikipanda gari kuangalia kazi naona kambe nyumbani kutakuja vunjwa. Sasa mimi naishi hali ngumu. Paka inabidi sasa familia yangu niregesha kwao kwa sababu huku kwetu ni kama kuna hali ngumu. Na mimi nilizaliwa hapa, sina kwa kwenda, hata kama ni kuuliwa basi afadhali watu uwe ndio watuchukue hizi ninio zetu, kwa sababu hata wakisema tuende tunaenda wapi? Hapa kuna kila aina ya nyumba. Makaburi pia yapo yakionyesha tarehe ya watu waliozaliwa karne iliyopita. Mzee Kahindi Mwambire ambaye kwa sasa na miaka 95 anasema hapa ndipo mahali pekee ambako amepaita nyumbani. Lakini kwa kusema ukweli, yeye kuna watu walio kwamba wanamsukuma apate hii shamba auzie wale watu. Hapo zamani ilikuwa nyumba kama zile za makuti. Sasa mwaonaje sasa hiyo kazi ile inapitishwa? Yeye za kutuvunjia nyumba kweli, sisi twende wapi? Shughuli hiyo inatarajiwa kuanza Jumatano ya tarehe 28 na wakazi wameapa kutoruhusu zoezi hilo kutekelezwa kwa madai kwamba mwekezaji hajatoa thibitisho lolote kuhusiana na umiliki wa ardhi hiyo. Katika kikao na familia zitakazoathirika katika afisi ya msaidizi wa kamishna wa Shariani, mbunge wa eneo hilo Ken Chonga amesema kuwa dhulma za mashamba zimeongezeka, huku baadhi ya maafisa wa usalama wakishirikiana na wawekezaji kuwafurusha wananchi. Mati ya bunge ya mashamba na National Land Commission inakuja hapa Shariani safari hii. Na swali langu moja ambalo mimi nitauliza moja tu ni huyu Hassan na ndugu yake waweze kueleza historically hii shamba waliipata namna gani. Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Kilifi. Na sasa tujikite kwenye siasa ambapo kwenye harakati za kuzuia mkwaruzano zaidi